Wakati mwaka 2022 anaingia hapa nchini Tanzania katika mitaa ya Twiga na Jangwani, wengi hawakuona kama ni chochote au ni lolote, walipuuza sana. Lakini pia ni jina ambalo halikutajwa sana kwenye midomo ya watu wengi. Haikuwa mashabiki, haikuwa wachambuzi wala waandishi wa habari. Lakini historia yake ilibadilika muda mfupi tu punde baada ya ligi kuu soka Tanzania bara kuanza kutimua vumbi, na yeye kuwa moja kati ya miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa marafiki sana na nyavu, lakini pia alikuwa adui wa magolikipa wengi sana hapa nchini Tanzania. Fiston Kalala Mayele msimu wake wa kwanza ligi kuu soka Tanzania bara anachuana vizuri kabisa kwenye namba ya ufungaji bora, lakini pia hata msimu wake uliofuata haukuwa mbaya sana, alikuwa na namba nzuri sana. Amechukua kiatu cha ufungaji bora mara moja hapa nchini Tanzania, lakini pia hata mara hiyo nyingine ambayo hakuchukua hakuwa na namba mbaya kwenye ufungaji. Bado aliendelea kuwa kinara wa magoli, bado aliendelea kuzinyanyasa nyavu na kuwatesa sana magolikipa hapa nchini Tanzania. Aishi Salum Manula ni moja kati ya magolikipa ambao walionja utamu wa Fiston Kalala Mayele. Msimu wake wa kwanza ligi kuu soka Tanzania bara akiwa amevaa uzi wa wananchi Yanga, alifanikiwa pia kushiriki michuano ya kimataifa. Alishiriki kwenye klabu bingwa barani Afrika ambako ilikuwa bahati mbaya sana wakatolewa wakati mkia zao shirikisho walifika finali. Nini kilitokea huko? Mayele top scorer wa michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika, licha wengi kubeza, mbona hatujamuona na kiatu, mbona imekuwa hivi, mbona imekuwa vile. Allah ameendelea kuwashangaza sana Fiston Kalala Mayele. Usiku wa jana anakuwa ndiye top scorer wa ligi wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kucheza michuano hii toka awali mpaka hapa ambako amefikia magoli 9 kibindoni na kunyakua tuzo hiyo ya mfungaji bora wa michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia wengi walimbeza sana wakati anaondoka hapa nchini Tanzania na kwenda pale nchini Misri, ya kwamba Mayele ni wa hapa Tanzania. Alienda kuwa prove wrong, alienda kuwaibisha wale wote walikuwa kidhani hivyo. Ilikuwa tofauti sana. Ilikuwa almanusra awe mfungaji bora pale nchini Misri. Alipitwa goli moja tu na mpinzani wake ambaye alichukua ufungaji bora pale nchini Misri kwa idadi ya tofauti ya goli moja tu, yeye akiwa na magoli 17, mwenzake akiwa na idadi ya magoli 18. Msimu wa pili ambao ndo msimu huu haujawa mzuri sana, licha ya kwamba akili yake kubwa ilikuwa kimataifa, na kimataifa tayari ameshaonyesha. Amemaliza msimu huu au anaenda kumaliza msimu huu mpaka hivi sasa akiwa na magoli 8. Mpinzani wake ambaye alikuwa anashindana naye msimu uliopita pale nchini Misri akiwa na magoli 10, tayari ni wastani mzuri mpaka hivi sasa. Anayeongoza kwa kinara wa magoli pale nchini Misri ni kijana mdogo sana pale Al Ahly ambaye anaongoza kwa idadi ya magoli 13. Anayefuatia ni vijana wengine wawili, then anakuja aliyekuwa top scorer msimu uliopita. Alafu sasa Fiston Kalala Mayele yuko kwenye ule msururu wa wachezaji ambao wamefunga magoli takribani 8 na kuendelea huko. Hivyo ndivyo ambavyo Fiston Kalala Mayele ameendelea kuwashangaza wengi. Kongolizi ambaye amekuja kufanya makubwa sana katika klabu ya wananchi, lakini pia kwa miaka ya hivi karibuni hakuna mfungaji ambaye ametokea au mshambuliaji ambaye ametokea ambaye anakifikia kiwango cha Fiston Kalala Mayele. Wengi bado wanashangaa kwa nini wananchi waliweza kumwachia, pesa inashinda hayo yote. Ndio maana Fiston Mayele tunamuona pale nchini Misri na anaendelea kufanya makubwa, na kile ambacho anawashangaza nacho, kwa nini aliitwa Fiston Kalala Mayele mzee wa kutetema, bado anaendelea kutetema pale nchini Misri. Ndivyo anavyoendelea kuwashangaza wengi. Ametetema CAF Champions League akiwa amefikia hayo, kwa maana ya kuwa top scorer au mfungaji bora wa michuano hiyo ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kuchukua ubingwa na klabu yake ya Pyramids FC. Basi Fiston Kalala Mayele ameifikia rekodi ambayo aliweka Mbwana Ali Samata kutoka ligi kuu soka Tanzania bara mpaka kwenda kuwa bingwa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Ndivyo ambavyo imekuwa kwa Fiston Kalala Mayele. Msimu wake wa kwanza hakuweza kutoboa, lakini msimu wa pili akiwa na Pyramids basi ameenda kutoboa na kuwa bingwa wa kombe hilo la klabu bingwa barani Afrika, lakini pia akiwa top scorer wa kombe wa michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Fiston Mayele alitoka kwenye klabu ya wananchi Yanga hapa nchini Tanzania, kama ambavyo ilikuwa kwa Mbwana
na Ali Samata ambaye alitoka Simba na kwenda pale TP Englebe Mazembe, lakini pia Fiston ameondoka kwenye klabu ya Wananchi na kwenda pale nchini Misri kujiunga na klabu ya Pyramids ya pale nchini Misri ambayo inasakata kabumbu katika ligi kuu pale nchini Misri na imeshiriki michuano tofauti ya kimataifa, lakini kwa msimu huu umekuwa ni msimu bora sana kwa timu hii ya Pyramids FC. Ni timu ambayo ina muda mdogo sana toka imeanzishwa kwake, lakini imetumia muda mchache sana kuweza kuchukua kombe la klabu bingwa barani Afrika, tofauti na vilabu vingine ambavyo vimekuwa na muda mrefu sana toka kuanzishwa kwake mpaka hivi sasa, lakini havijawahi kunusa fainali ya CAF Champions League, kwa maana kombe la klabu bingwa barani Afrika. Mchezaji wa pili kutoka katika ligi kuu soka Tanzania bara kwenda kuchukua kombe hilo la klabu bingwa barani Afrika pamoja na top scorer, licha ya kwamba ligi kuu soka Tanzania bara imewahi kutoa nyota kadha wa kadha ambao wameenda kwenye mataifa makubwa, lakini pia ligi kubwa na kushiriki michuano hiyo, lakini hakuwahi kutoboa. Ilikuwa hivyo kwa mchezaji kutoka katika ardhi ya Tanzania ambaye alikuwa anakipiga katika klabu ya Wananchi kwenda pale nchini Morocco, ambaye alikuwa anakipiga pale Bekane. Alichukua CAF Confederation Cup, lakini kwa ligi kwa maana ya mabingwa wa ligi zote barani Afrika ni wachezaji wawili peke yake. Imekuwa ni tofauti na ile ambayo Simba mpaka hivi sasa wanajitamba nayo, goli bora la msimu ambalo alichukua Pape Ousmane Sako wa pale Senegal ambaye alikuwa anakipiga katika timu ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba.